Utafiti wa hivi karibuni kutoka Uingereza uliofanywa na taasisi ya viwango vya Uingereza, British Standards Institution, umebaini kuwa karibu nusu ya 46% ya vijana wenye umri kati ya miaka 16 hadi 21 wangependelea kuishi katika dunia isiyo na internet, jambo linaloangazia wasiwasi unaoongezeka kuhusu athari hasa za maisha ya mtandaoni. Takriban 70% ya vijana walisema wanajihisi vibaya zaidi kuhusu wao wenyewe baada ya kutumia mitandao ya kijamii, huku 50% wakiunga mkono kuwekwa kwa muda maalum wa kuacha kutumia program za mtandaoni baada ya saa 4 usiku. Idadi kubwa ya vijana walikiri kushiriki katika maeneo hatarishi au ya udanganyifu mtandaoni. 42% walidanganya kuhusu umri wao. Kiwango sawa hicho kilificha shughuli zao za mtandaoni kwa walezi wao. 40% walitumia akaunti za muda na 27% walijifanya kuwa watu wengine. Janga la Uviko 19 liliongeza muda wanaotumia mtandaoni kwa 75% ya washiriki, huku 68% wakieleza kuwa hali hiyo iliathiri vibaya afya yao ya akili. Wataalamu wanatoa wito wa kuwepo kwa hatua madhubuti za kulinda usalama wa mtandaoni. Rani Gavanda kutoka shirika la NSPCC alieleza kuwa kuweka muda wa matumizi pekee hautoshi, akisisitiza haja ya kuwepo kwa majukwaa salama zaidi na yasiyo na uraibu. Mwanaharakati wa kuzuia kujiua Andy Burroughs aliongeza kuwa algorithms zinazochochea maudhui hatarishi zinahitaji mageuzi ya haraka ya kisheria ili kuweka usalama wa watoto mbele ya maslahi ya kampuni za teknolojia. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.